Hadi muda huu tunavyoongea na wewe, mkoa wa Dar es Salaam uko shwari sana, uko salama to the maximum, na kama kuna watu wamejeruhiwa basi wafike kwenye kituo cha polisi, waeleze sababu za kujeruhiwa, polisi itawasaidia na kuweza kuwapata walio wajeruhi. Wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, pengine hauna taarifa ya watu kujeruhiwa katika mkoa wako ama vifo ambavyo vimetokea katika mkoa wako? Mkoa wa Dar es Salaam uko salama sana mpaka muda huu tunapoongea, uko salama sana, na kama kuna taarifa ulionayo wewe, ifike kwenye kituo cha polisi waweze kusaidiwa hao wanaosema wamejeruhiwa. Na vipi kuhusiana na taarifa ya kifo? Sasa mkoa wetu wa Dar es Salaam una mahospitali mengi, na ndani ya mahospitali kuna watu wanaotibiwa, wanaopoteza maisha katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote linalohusiana na kifo, jeshi la polisi kama kifo hicho ni cha kijinai watatoa taarifa, na kama kifo hicho si cha kijinai au vifo hivyo si vya kijinai kama vipo, maana yake madaktari watatoa pia taarifa kama inaruhusiwa kwa mujibu wa taratibu na taaluma zao. Na kwa upande wako wewe, pengine unadhani ni kwa nini jeshi la polisi leo liliamua kutumia nguvu pamoja na kuimarisha ulinzi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu? Inawezekana haujajua vizuri taaluma ya jeshi la polisi na vyombo vya dola. Jeshi la polisi na vyombo vya dola hufanya mazoezi na kupata training za nguvu na za akili, na mara nyingi katika ulinzi wao wakati wote hutumia nguvu, hutumia akili, hutumia vitu vyote ili kulinda raia na mali zao. Jeshi la polisi halifanyi hivyo leo wala halifanyi hivyo jana, ndio kazi yao kila siku ya Mungu. Kwa hivyo kilichokuwa kinaendelea pale Kisutu ni kwamba kulinda doria. Kisutu na maeneo mengineyo, inawezekana umeenda Kisutu lakini huko Tegeta kuna jeshi la polisi, lakini vile vile Kibaha kuna jeshi la polisi, lakini vile vile na maeneo mengineyo ya Dar es Salaam, Kigamboni kuna jeshi la polisi. Nako wangefika kule waangalie jeshi la polisi namna gani linalinda raia wao. Sio Kisutu tu. Kisutu ni eneo dogo sana kwa Dar es Salaam. Na taarifa kwamba kuna waandishi wa habari ambao wanashikiliwa na jeshi la polisi, lakini wengine ambao wamepigwa na jeshi la polisi pia huna? Wamepigwa kwa sababu gani? Walikuwa wanatimiza majukumu yao kufuatilia taarifa na kuwafahamisha Watanzania kinachoendelea. Waende mahakamani wakalishtaki jeshi la polisi kama wamepigwa na jeshi la polisi. Si wanafahamu vizuri maana mahakama? Mkuu wa mkoa kuanza kujibu mtu aliyepigwa, mimi sina taarifa mtu aliyepigwa. Jeshi la polisi lina weredi. Jeshi la polisi lina ukomavu mkubwa sana. Haliwezi kuanza kupiga watu barabarani kama mtu kichaa. Kwa kama kuna mtu kapigwa, alipoti kwenye chombo cha dola, atasaidiwa kwa mujibu wa taratibu za sheria, na yule aliyempiga atakamatwa na atafikishwa kwenye vyombo vya dola. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho kimetokea hii leo katika mkoa wako wa Dar es Salaam. Ndicho ninachomaanisha mkuu wa mkoa. Narudia upya, mkoa wa Dar es Salaam uko shwari sana. Na ndio maana hata wewe kutoka ITV unanipigia simu kwa kuwa uko shwari sana.